Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Hili ni somo la 5. Somo linalosema kuangaza kama mianga usiku. Hii ni kwa ajili ya Januari 24 hadi 30. Na leo ni Januari 24, Sabato mchana. Somo la juma hili, Wafilipi 2 aya 12 hadi 30, Warumi 3:23 na 24, Warumi 5:8, Timotheo wa pili 4:6, Wakorintho wa kwanza 4:17, Timotheo wa pili 4:21 na 13, Luka 7 aya pili. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wafilipi 2:14 na 15. Imeandikwa, yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Mungu aliwaambia Waebrania kutii, kwa sababu utii huo ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaozisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 aya 6. Karne nyingi baadaye Yesu alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yohana 8:12. Pia amesema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Mathayo 5 aya ya 14. Tunawezaje kuwa hiyo nuru? Ni kwa njia ya uhusiano wa karibu na Yesu, nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu. Yohana 1 aya 9. Kama Wafilipi 2 inavyosema, Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Wafilipi sura ile ya pili ya 9 hadi 11. Nuru na nguvu za mbinguni zinapatikana kwa ajili ya wote tunaosalimisha maisha yetu kwa Yesu. Lakini mara nyingi sana, ama tunamtazamia Mungu afanye yote, au mawazo na mipango yetu wenyewe vinakuwa kikwazo. Ndiyo maana maneno ya Paulo kwa Wafilipi yanafaa sana leo. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Januari 31. Jumapili tutajifunza mada isemayo, tunatimiza kile Mungu anachotenda ndani. Januari 25. Januari 26, siku ya Jumatatu, mwanga katika ulimwengu wa giza. Januari 27, siku ya Jumanne, dhabihu iliyo hai. Januari 28, hii ni siku ya Jumatano, sifa iliyothibitishwa. Januari 29, siku ya Alhamis, mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa. Ijumaa Januari 30, jifunze zaidi. Hili ni somo la 5, somo lenye kichwa kinachosema kuangaza kama mianga ya usiku. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote.